Wakati imetimia wiki kamili sasa tangu serikali ilipochukua uamuzi wa kulifungia Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima, lakini pia baadaye serikali ilituma lundo la maafisa wa jeshi la polisi kwenda katika kanisa hilo, wakakamata idadi kubwa ya watu, wengine walipigwa. Hata hivyo, kinachoeleweka ni kwamba katika tukio hilo la kutuma polisi, lengo lilikuwa ni kumkamata Askofu Josephat Gwajima siku hiyo ya tukio. Sasa licha ya hiyo tukio hilo lililotokea katika Kanisa la Ufufuo na Uzima jijini Dar, taarifa pia zinaeleza kwamba makanisa mengine yaliyo chini ya kanisa hilo pia yamefungiwa. Licha ya kufungiwa, yana ulinzi. Kuna askari wa jeshi la polisi ambao wanafanya ulinzi katika maeneo hayo. Sasa lengo la makala hii ni kueleza jinsi gani Askofu Gwajima alivyomudu kutumia mbinu tunazoweza kuziita za kijasusi kuwa hatua kadhaa mbele ya serikali, kwa sababu dhamira ya serikali katika muda wote huu takriban wiki nzima ilikuwa kumkamata, na taarifa zilizopatikana zinaeleza kwamba licha ya jaribio la kumkamata kwa njia halali, yani kwa maana ya kutuma polisi wamkamate kama walivyokwenda katika kanisa majuzi, kumekuwa pia na jitihada, majaribio kadhaa ya kumteka, lakini yote Askofu Gwajima ameyashinda. Lakini licha ya hayo, kuhusu yeye mwenyewe, kuna mbinu nyingine za kijasusi ambazo amezitumia ambazo zimeendelea kuwa na ufanisi, na kwa uhakika yayumkinika kuhitimisha kwamba mwisho wa haya unaweza kuwa ushindi kamili kwa Askofu Gwajima kuliko hao ambao wana lengo la kumzuia au kumdhibiti kwa namna moja. Sasa tukianza na hili la kwanza, ambapo inafahamika kuwa mara baada ya serikali kutangaza kuwa imelifungia kanisa hilo, kuna kundi kubwa la askari ambao walitumwa kwenye kanisa la Askofu Gwajima hilo la Ufufuo na Uzima jijini Dar. Hata hivyo, wakati askari hao wamefika katika eneo hilo, Askofu Gwajima alirusha clip live kueleza kwamba kuna lundo la askari wamevamia katika kanisa lake na hawajui nini ambacho wanataka kufanya, lakini ilikuwa bayana kwamba walikuwa na lengo la kumkamata. Ile video haikutengenezwa ndani ya kanisa. Askofu Gwajima kwa mbinu mbalimbali alikuwa anafahamu nini kinachoendelea na alikuwa na habarisho, lakini hakuwepo ndani ya kanisa, na taarifa zinaeleza kwamba askari walivunja kanisa, wakaingia ndani, wakapekua huku na kule. Kuna hasara kubwa ambayo imepatikana. Jeshi la polisi lilipovamia ndani ya kanisa lile walifanya uharibifu mkubwa, kwa sababu lengo lao lilikuwa kukamata Askofu na msaidizi wake. Hata hivyo, zoezi hilo likashindikana. Baada ya kushindikana kwa zoezi hilo, ikaja hatua ambapo walianza kumwinda kwa njia halali, kwamba jeshi la polisi linaweza kumtafuta mtu ili kumkamata. Pamoja na hayo, kuonyesha kwamba dhamira yao haikuwa nzuri, hakujatangazwa rasmi linamsaka Askofu Gwajima au linahitaji kumkamata au kwa sababu walitaka kumkamata kama kumshtukiza. Kwa hiyo kwa muda wote huu askari mbalimbali wa jeshi la polisi walikuwa wakifuatilia mienendo na nyendo za askofu huyo, lakini hawajaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwa kifupi tu naweza kusema kwamba wiki moja baada ya sakata hili, Askofu Gwajima ameibuka mshindi dhidi ya hao waliokuwa na lengo la kumkamata. Lakini hili ni moja, kwa sababu taarifa pia zinaeleza kwamba zimefanyika jitihada kadhaa za kumteka, kuvamia sehemu mbalimbali, kwa kufuatilia, kwa upelelezi wanaofanya kuelewa yuko wapi, lakini mpaka muda huu hakuna anayefahamu miongoni mwa hao wanaomwinda Askofu Gwajima yuko wapi, na jitihada za hao waliotaka kumteka kwa mujibu wa taarifa Resurrection. Kwa hiyo huu ni ushindi wa pili, kwanza wa dhidi ya kukamatwa kihalali, maana ya Resurrection, lakini ushindi wa pili ni jinsi alivyoweza Resurrection, na mnajua janga la utekaji ambalo limetawala. Lakini kuna ushindi mwingine ambao tunaweza kusema Askofu Gwajima ameupata nje ya uwanja. Taswira ya kwanza ni kwamba katika kinachoendelea sasa hivi, mgogoro, ukiangalia mtizamo
opinions za watu mbalimbali. So what's yours? Resurrection. Zaidi ya 75% ya Watanzania wako upande wa Everybody needs a hobby. So what's kwa yours? sababu Resurrection. alichokuwa nakisimamia kilichompelekea matatizo haya ni kitu ambacho Everybody needs a hobby. kinawasumbua So what's yours? Resurrection. pekee ambaye anaweza kudhani kwamba alichosema Askofu Gwajima si sahihi. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Ubakaji na ulawiti, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunafahamu tu kwamba kuna utekaji. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Lakini katika siku za hivi karibuni imejulikana kwa mara nyingi wanapoteka watu pia Everybody needs a hobby. wanabaka. So what's yours? Resurrection. Hiki alichokuwa anasimamia Askofu Gwajima Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Kitu ambacho Watanzania wengi pia wanakisimamia. Hawapendi kuishi kwa hofu ya kutojua kesho itakuwaje. Wazazi hawataki kuona kesho wanahangaika kuwatafuta watoto wao. Lakini pia tunasikia simulizi za watu mbalimbali ambao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki kutokana na hao wakijulikana matukio ambayo ni utekaji. Sasa bila hata kuwa na utaalamu wa kuhoji, unaweza ukajiuliza, wakati haya yote yanatokea, kwa nini serikali haikemei janga hili? Kikubwa ambacho tunakisikia kutoka serikali ni kudismiss swala zima. Majuzi hapa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema hakuna tatizo la utekaji, na watu mbalimbali ikiwa ni pamoja na viongozi wa ngazi za juu za serikali, hakuna mmoja ambaye ameongea dhidi ya janga la utekaji. Kwa hiyo ni rahisi kwa ushahidi wa kimazingira kuhisi kwamba labda kama alivyosema Askofu Gwajima kwamba kama hawezi kukemea, basi labda hawa wanaoteka wana baraka. Lakini pili, laiti ingekuwa hili ni genge la kihalifu, bila shaka taasisi za dola, idara ya usalama wa taifa, jeshi la polisi na hata jeshi la wananchi wangeingia katika operation ya kukabiliana na hawa watu ambao wanatishia usalama wa Tanzania. Sasa kwa kuwa taasisi hizo zimekalia kimya, ni wazi kwamba haya matendo yana baraka za dola. Kwa hiyo ushindi wa nje ya uwanja kwa Askofu Gwajima ni kufanikiwa kupata sapoti ya idadi kubwa ya Watanzania. Idadi kubwa ya Watanzania wanamuunga mkono, idadi kubwa ya Watanzania wanadhani kuwa yeye ndio atakayeibuka mshindi katika hili. Na kwa sababu ushindi wake sio wake peke yake, bali ushindi wake ni wa Watanzania wote wanaotaka kuishi kwa amani na usalama. Lakini kuna la pili. Askofu Gwajima amefanikiwa kuwaunganisha viongozi wa dini ya Kikristo kwa upande mmoja. Ukiingia kwenye mtandao wa video wa YouTube, hapa YouTube, utakutana na video nyingi kabisa ambazo zinaongelea kuhusu swala la Askofu Gwajima, na hakuna video moja ya viongozi wa dini ya Kikristo ambao wamejitokeza kumkemea Askofu Gwajima. Badala yake wote wamesimama imara kuikemea serikali kwa kitendo chake, kwa upande mmoja kufungia kanisa la Askofu Gwajima, lakini pili kubadilisha mjadala. Badala ya kuzungumzia yale ambayo Askofu Gwajima alikuwa ameyaibua katika press conference yake, matokeo yake yameonekana kama amefanya kitu ambacho ni kinyume cha sheria za Tanzania. Kwa hiyo hili ni ushindi pia kwa Askofu Gwajima kwa sababu amefanikiwa kupata support ya viongozi wenzie wa dini ya Kikristo. Lakini kuna ushindi mwingine mkubwa zaidi ambao ameupata. Viongozi mbalimbali wa dini ya Kiislamu nao wamejitokeza kumuunga mkono Askofu Gwajima. Ukipita kwenye YouTube ukiangalia, ukienda TikTok, utakutana na video kadhaa za viongozi wa kidini ya Kiislamu ama shehe mbalimbali, maustadhi mbalimbali ambao wanasema serikali imekosea. Leo nimeona video moja ya Sheikh Khalifa. Huyu alikuwa ni mwanaharakati maarufu sana siku za nyuma, mtetezi wa haki za Kiislamu, na yeye japo hotuba yake haijapewa uzito mkubwa sana, maana tatizo mitandao nayo channels mbalimbali za YouTube zimekuwa zikidhibitiwa na serikali. Kwa hiyo huyu alikuwa anaongea kuilaumu moja kwa moja serikali kwamba imekosea kufungia kanisa la Askofu Gwajima, kwa sababu alichokiongea ni kitu halali na kinawagusa Watanzania, kinawasumbua Watanzania. Kilichopaswa kufanywa na serikali ni kuchukua hatua, kufanyia kazi ushauri mzuri aliyoutoa badala ya hiki kinachoendelea. Kwa hiyo ushindi mwingine ambao Askofu Gwajima amefanikiwa kuupata ni kufanikiwa kuwavuta hata viongozi wa dini ya Kiislamu kumuunga mkono. Of course kuna wengine wawili watatu ambao wanafahamika kuwa kwa upande wa dola wamekuwa wakimkemea, wakimkosoa na vitu kama hivyo, lakini yayumkinika kusema kwamba hata katika idadi kubwa ya Watanzania wanaomuunga mkono, pia Waislamu wengi wanamuunga mkono Askofu Gwajima, kwa sababu alilosema sio kwa ajili ya Ukristo wake, sio kwa ajili ya uskofu wake au ubunge wake. Amesema kama Mtanzania kuhusu swala ambalo linawasumbua Watanzania wengi.
Kwa hiyo mpaka sasa hivi yayumkinika kabisa kutanabaisha kuwa Askofu Gwajima ameshinda katika hiyo vita inayoendelea. Ni mapema mno kubashiri mwisho wa hili swala utakuwaje, lakini kama unafuatilia kwa karibu, na hili sio gumu kulibaini, kama unafuatilia kwa karibu, inaonekana kwamba kwa upande mmoja, na hili halihusiana na matukio ya sasa, kulikuwa na unabii unaofanyika huko nyuma, siku za nyuma, kuhusiana na Askofu Gwajima. Kumbe jina lake lilikuwa likitajwa siku kadhaa huko nyuma. Sasa endapo kulikuwa na maandalizi, na baadhi ya watu wanasema kwamba amelidakia swala hili ili kukuza profile yake, lakini ukifuatilia hayo mahubiri maono ya wahubiri mbalimbali, jina la Askofu Gwajima linatajwa kwamba labda huenda ndio mtu sahihi na vitu kama hili. Ni swala la wakati mwingine na tutalitafutia muda maalum wa kulijadili, lakini kwa mujibu wa makala hii tunachoweza kuhitimisha ni kwamba Askofu Gwajima hadi sasa ameshinda, na mbinu za kijasusi anazozitumia zimekuwa na ufanisi mkubwa dhidi ya watesi wake. Una maoni gani kuhusu hili? Karibu utoe maoni kwenye comment. Asante, nashukuru.